Roho Mtakatifu, nakushukuru, nalibariki jina lako, naliinua jina lako. Hakika wewe ni Mungu wangu, wewe ni Bwana wangu nyakati hizi za siku za mwisho. Asante kwa sababu wewe ni zaidi ya Mungu mwenye uweza, mwenye mamlaka. Asante kwa sababu upo kwa ajili ya kutusaidia kujua mapenzi ya Kristo na Baba ndani yetu. Asante, wewe ni mwamba, wewe ni jemedali, wewe ni profesa, wewe ni advocate, amini, msimamizi wetu, wakili wetu mwaminifu. Karibu kwenye ibada hii ya neno la Kristo saa hii, ambako maneno yanasema kwamba Mungu ubadili machafuko na kuwa amani. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi. Mimi nipotewe, uinuke. Jidhihirishe mwenyewe kwa neno lako. Anayesikia akapata uponyaji, anayesikia akafunguliwe, anayesikia akachukua hatua tena. Roho Mtakatifu, tamalaki katika anga hili, tamalaki kwa yule anayeenda kusikiliza saa hizi neno hili au atakayesikia baadaye. Roho Mtakatifu, endelea kumfunulia ndani siri iliyoko ndani ya neema ya Yesu Kristo. Nyakati za mwanzo Mungu alikuja mwenyewe, baadaye akamtuma mwanae, na sasa mwanae amemtuma roho wake, na roho huyo yuko kwetu, nasi tunamtambua, lakini ulimwengu haumtambui. Ninaomba Roho Mtakatifu sasa, tumia kinywa changu ipasavyo na kukaribisha. Asante mpenzi wangu, asante tamalaki. Asante, umesema siwaiti tena watumwa bali ni rafiki. Karibu katika jina la Yesu Kristo katika kipindi hiki cha saa ya neema ambacho kinawajia hewani mida hii, na kila baada ya masaa mawili matatu kinakuja mbele yako tena kwa utukufu wa Mungu Baba. Na leo tunaenda kuangalia ule mstari wa Mwanzo 1 na ule mstari wa 6. Mwanzo sura ya 1 na ule mstari wa 6. Tutaona namna ambavyo Mungu amenena nasi, na neno hili lipate nguvu na uweza machoni pako. Roho Mtakatifu, liuishi kwa kadiri linavyotembea kwenye masikio ya watu, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Asante. Kama uko mbali, unaweza ukawaalika watu kadha wa kadha na wakaingia katika system hii. Basi tukaanza pamoja kwa neema na uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni masaa mengine tena tunapoelekea kwenye uchambuzi wa Mwanzo 1, sura ya 1 na ule mstari wa 6. Sura ya 1 na ule mstari wa 6. Mungu hubadili machafuko na kuwa jambo lenye baraka, na kuwa jambo lenye baraka. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakukaribisha sana, najisikie kwamba wewe ni baraka katika kipindi hichi. Wewe ni baraka, na kama una maoni yoyote, kumbuka tu ya kwamba nimeweka akaunti hapo ya kuwezesha kipindi. Tuna injili inayoenda mikoani na lengo kufika takribani mikoa 10 mwaka huu, na sio kufika tu katika mikoa 10. Kazi ya Mungu ianze huko, maana walipo 2 au 3, neno la Mungu linasema Mungu yupo katikati ya hao watu. Kwa hiyo maono ni haya, kuisambaza injili kwa kasi ya spidi ya megaloretes ya nguvu ya Roho Mtakatifu, ili kwenda kuathiri mazingira kadha wa kadha
ambaye bado hajaathiriwa na injili ya mtu mmoja mmoja, ya watu wawili wawili, ya nyumba kwa nyumba. Yamkini hizi ni nyakati sasa ambazo lazima tutimize maono. Nilikuwa tunajaribu kukupa picha pamoja na kusikiliza saa hii, ambaye leo saa hii naenda kuchambua Mwanzo 1 na ule mstari wa 6, lakini maono yaliyoko mbele ni kutembelea mikoa takribani 10 kwa mwaka huu 2025, na sio kutembea tu, kuweka mawe ya Yesu Kristo huko, ili kila jambo lifanyike kwa utukufu wa Mungu. Kila jambo lifanyike kwa utukufu wa Mungu. Mwanzo 1 mstari wa 6 anasema, Mungu akasema na kuwe na anga katikati ya maji, litenge maji na maji. Ndivyo neno linavyosema. Mungu akasema na kuwe na anga katikati ya maji, likatenge maji na maji. Maana ya Mwanzo 1:6, hii ni sehemu ya siku ya pili ya uumbaji wa Mungu. Aliumba anga, kwa Kiebrania ni legia, ni kutengeneza maji yaliyokuwa juu na maji yaliyokuwa chini. Anga hii ni kama nafasi ya kati au safu ya hewa tunayoita anga hewa, au kwa Kiingereza unaweza kusema atmosphere, inayotenganisha maji ya dunia, yani bahari, mito, maziwa, na yale ya juu, mvuke, mawingu, mvua. Kwa hiyo kunakuwa na mtenganisho kati ya maji ya juu na maji ya chini. Narudia tena, inatenganisha maji ya dunia. Tukisema maji ya duniani, kuna bahari, mito, maziwa, na yale ya juu ni mvuke, mawingu, mvua. Kumbe juu kuna vitu vinavyoitwa mvuke, kuna kitu kinaitwa mawingu, na kuna kitu kinaitwa mvuke, mawingu, mvua. Sasa ufafanuzi wa kipengele muhimu. Anga hii ni nafasi kati ya dunia na mbingu. Tunapoongelea kuhusu anga tunamaanisha ni nafasi ya dunia na mbingu, ambaye sasa kuna hewa tunayovuta, mawingu na ndege huruka huko. Lakini namba 2, yatenganishe maji na maji. Yatenganishe maji na maji. Maji ya chini yalikuwa baharini na yale ya juu yaliwekwa juu ya anga. Yani aweza kumaanisha mawingu au mvua au mvuke angani. Mawingu au mvuke angani. Na pointi ya 3, hii inaonesha mpangilio wa Mungu. Ndiposa nikasema Mungu ubadili machafuko na kuwa mpangilio. Amen, amen, amen. Mungu akubariki pia. Mungu anabadili machafuko na kuwa mpangilio. Anabadili machafuko na kuwa mpangilio. Kwa hiyo tunaona hii inaonesha mpangilio wa Mungu. Uumbaji haukuwa wa kiorera. Mungu aliweka utaratibu wa mazingira. Kwa tunaposema habari za Mungu ya kwamba Mungu aliweka utaratibu wa mazingira. Utaratibu wa mazingira. Prince, karibu sana Marekela. Karibu mno. Maana ya kiroho sasa, ile ilikuwa ni maana ya kifasihi. Sasa ninakupa maana ya kiroho. Machafuko, yani Mungu ubadili machafuko na kuwa mpangilio. Maana ya kiroho, Mungu ni wa mpangilio.
na nidhamu. Hawezi kuumba kitu bila kusudi. Kila unachokiona Mungu amekifanya kwa kusudi maalum. Mungu amekileta kwa wakati maalum. Mungu ni Mungu wa kusudi. Mungu huwafanya jambo lolote pasipo kusudi. Lakini pointi ya pili katika maana ya kiroho ya kiibada, maana ya kiroho na kiibada, maisha yetu pia yanahitaji kutenganishwa na machafuko. Maisha ya kawaida tu yanahitaji tutenganishwe na machafuko. Kama alivyochukua maji yaliyokuwa yamechanganyika na kuyatenganisha. Tunaona Mungu amejaribu kutenganisha maji yenye machafuko. Akaona kwanza, tunaona kwenye kile kitabu cha Mwanzo ya kwamba dunia ilikuwa utupu tena ukiwa. Anaposema dunia ilikuwa tupu tena ukiwa, na Roho Mungu alikuwa ametuama katika vilindi vya maji. Maana yake system ya maji yote ilikuwa iko machafuko na maji yaliyo mazuri yalichanganyika. Ndipo sasa tunarudi kwamba Mungu ni Mungu wa mpangilio. Pia hali hii tunaileta katika uhalisia wa maisha yetu. Maisha yetu pia yanahitaji kutenganishwa na mpangilio, kama alivyochukua maji yaliyokuwa yamechanganyika na kuyatenganisha. Tunaona kabisa Mungu aliona maji yamechanganisha. Tunaona Roho Mungu alikuwa ametuama katika vilindi vya maji. Lakini mbele tunaona kwamba Mungu sasa anajaribu kutenganisha maji ya juu na maji ya chini. Na akayapa majina. Tunaweza kuona kwamba kila kitu Mungu aliumba kilikuwa na kusudi maalum, hata anga. Hakuna jambo ambalo Mungu amelifanya halina kusudi. Kwa hiyo tunapoangalia kwa namna ya kifasihi, maana ya kifasihi, fasihi ya Biblia, kifungu hiki ni sehemu ya masimulizi ya uumbaji yaliyoandikwa kwa mtindo wa kishauri. Mtindo wa kishairi na kifasihi simulizi. Kuna matumizi ya kwanza, namba 1, taratibu na marudio ya maumbo. Mungu alisema na ikawa. Huu ni mtindo unaorudiwa ili kuonyesha mamlaka ya neno la Mungu na mpangilio na hatua za uumbaji. Kuna namna ambavyo Mungu anaonyesha mamlaka iliyoko katika neno la Mungu na mpangilio katika uumbaji wake. Lakini pointi ya pili, taswira, yani imaginary, taswira. Anga katikati ya maji ni picha ya kuona jinsi tulivyokuwa na hali ya maji mengi, alafu Mungu akaingiza nafasi ya kati, yani anga, taswira ya utulivu baada ya machafuko. Tunaposema anga ni taswira ya utulivu baada ya yale machafuko ambayo tuliona. Kila kitu kilikaa pamoja na Roho Mungu alikuwa ametulia pale. Lakini pointi ya 3, ulinganifu wa muundo. Kumbuka kwamba naelezea katika hali ya kifasihi. Sahizi mbele zako, Mwanzo 1 imejengwa na mpangilio wa siku 6, siku 3 za kutenga, yani mpangilio wa mazingira, na siku 3 za kujaza, yani viumbe wanaishi umo. Siku ya pili ambayo Mwanzo 1 na ile mstari wa 6 ni sehemu ya kutenga. Ilikuwa ni sehemu tu ya kutenga. Lakini pointi ya 4 inasema mafumbo na ishara. Maji mara nyingi huchukuliwa kama ishara ya machafuko. Tunaposema maji kibiblika,
au kifasihi ni machafuko, na kutenganishwa kwa maji ni fumbo la kuanzishwa kwa utaratibu. Kwa namna ambavyo Mungu alipotenga maji ya juu na maji ya chini, anga la juu na anga la chini, maana yake alikuwa ameweka utaratibu wa utulivu. Utaratibu wa utulivu. Sasa hii ilikuwa ni maana ya kifasihi. Sasa nataka kukwambia bi yake ni maana ya kiroho. Mwanzo 1:6 si tu hadithi ya uumbaji wa Mungu, bali pia ina ujumbe wa kiroho unaoweza kutufundisha mambo yafuatayo. Kuna mambo yafuatayo tutajifundisha kutoka kwenye mstari huu tu wa Mwanzo 1 na ule mstari wa 6. Namba 1, Mungu ni wa mpangilio na utaratibu. Mungu hakubali machafuko yawepo. Alitenganisha maji, akaunda anga. Hii inatufundisha kuwa maisha ya kiroho sasa yanapaswa kuwa na utaratibu, kuishi kwa mpango wa Mungu. Lazima uishi kwa mpango wa Mungu. Lakini namba 2, maana ya kiroho, uumbaji ulifanyika kwa neno la Mungu. Uumbaji tunaosikia, uumbaji tunaosoma ulifanyika kwa neno la Mungu. Mungu akasema, inaonyesha nguvu ya neno la Mungu. Neno la Mungu lina uwezo wa kuleta mabadiliko, utulivu na mpangilio maishani mwetu. Tunaposema kwa habari ya neno la Mungu, linaweza likaleta mabadiliko. Kwanza, neno la Mungu linaleta utulivu. Neno la Mungu linaleta mpangilio maishani mwetu. Hiyo ni maana ya kiroho. Lakini pointi ya 3, maji kama ishara ya machafuko ya kiroho. Kabla ya anga, maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote. Hilo ni jambo unatakiwa ulijua katika maisha yako. Kabla ya anga, maji yalikuwa juu ya uso wa nchi yote. Mfano wa hali isiyo na mpangilio. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ni mfano wa hali isiyokuwa na mpangilio. Hii yaweza kufanana na maisha ya mtu kabla hajakutana na nuru ya Mungu. Utaratibu huo sasa, ukienda ndani kwenye nyuma ya pazia, unafananishwa na mtu ambaye hajamjua bado Mungu, hajamjua au hajakutana na nuru ya Mungu. Maisha yake yanakuwa hayana mwelekeo. Mtu ambaye una nuru, hauna Yesu, utakubaliana kabisa hauna mwelekeo. Lakini pointi ya 4 ya maana ya kiroho, anga kama nafasi ya neema. Anga kama nafasi ya neema. Anga linatenganisha hali ya zamani na mpya. Ni nafasi ya upya, neema na mawasiliano kati ya dunia na mbingu. Ishara ya uhusiano wetu na Mungu. Kwa hiyo tunapoona anga, ni ile ishara ya uhusiano wetu na Mungu. Ni ishara ya uhusiano wetu na Mungu. Namba 5, pointi namba 5, kutenganishwa, ishara na utakaso. Kwa hiyo namna alivyofanya Mungu ni namna ya kutenganisha, ishara ya utakaso, au kutenganisha ni ishara ya utakaso. Mungu anatenganisha maji, vivyo hivyo anatutaka nasi kujitenganisha na machafu ya dunia ili tuwe watakatifu. Na hiyo tunaona katika kile kitabu cha Wakorintho wa pili 6 na ule mstari wa 17. Wakorintho wa pili 6 na ule mstari wa 17. Sasa nini inamaanisha? Kifasihi, Mwanzo 1:6 ni sehemu ya uandishi wa kishairi wa Biblia unaoonyesha uzuri wa mpangilio wa Mungu katika uumbaji. Lakini kwa namna ya kiroho, mafundisho yake ni kwamba Mungu huleta mpangilio, huondoa machafuko na hujenga njia ya mawasiliano kati ya
mwanadamu na yeye mwenyewe. Lengo kubwa, Mungu alikuwa anataka kuweka njia ya mahusiano kati yake na mwanadamu. Nataka kuweka mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Sasa tunaona mabadiliko yanahusiana na Mwanzo 1:6. Kuna maandiko sasa yanayohusiana na kitabu cha Mwanzo 1:6. Yaani ulinganifu wa kimaandiko mbalimbali kutoka kwa vitabu mbalimbali. Tunaona kitabu kile cha Isaya 55:10-11. Mungu anasema, kwa maana kama vile mvua na theluji ishukavyo kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali unyeshea nchi. Hii kitu ina uhusiano gani? Maji ya juu manake ni mvua kutoka juu ya anga, ambapo Mungu aliumba na hufanikisha kusudi la Mungu duniani. Hii inamaanisha kuwa kila kitu alichokiumba Mungu kina lengo. Kila kitu alichokiumba Mungu kina lengo. Lakini andiko tena jingine linaloyanisha usemi wa Mwanzo 1:6 ni Zaburi 19:1, ambaye anasema, mbingu zaonyesha utukufu wa Mungu na anga latangaza kazi ya mikono yake. Kuna uhusiano gani? Uhusiano hapa uko anga liloumbwa siku ya pili linaonyesha utukufu wa Mungu. Linatufundisha kumtazama muumba kwa uumbaji wake. Linatufundisha kumtazama muumba kwa uumbaji wake. Na sapoti ya andiko lingine inatoka kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 14 na ule mstari 33. Biblia inasema, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Inahusisha vipi hilo? Kama ilivyotenganishwa maji na kuleta utulivu wa anga, Mungu anatufundisha kuwa na mpangilio wa amani maishani mwetu. Mpangilio wa amani maishani mwetu. Lakini andiko la pili ni Wakorinto wa pili, pointi ya 4 ni Wakorinto wa pili 6 na ule mstari wa 17. Biblia inasema, kwa hiyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Kuna uhusiano gani wa maneno haya? Kutenganisha maji ni mfano wa kiroho wa kujitenga na hali ya kutumia kujitenga na hali ya kidunia, kuitwa kuwa watakatifu. Tumetengwa na hali ya dunia na tukaitwa watakatifu. Lakini kitabu kile cha Waebrania 11 na mstari wa 3, Biblia inasema, kwa imani twaelewa ya kuwa ulimwengu umeumbwa kwa neno la Mungu. Ulimwengu umeumbwa kwa neno la Mungu. Kuna uhusiano gani wa maneno haya? Ulimwengu unaweza kuweka mabano, ni anga. Uliumbwa kwa neno la Mungu, kama kwenye Mwanzo 1:6 tukumbushwe nguvu ya neno hilo hata leo. Kuna nguvu ya neno hilo hata leo. Kuna nguvu ya neno hilo hata leo. Nikiwa naendelea na pointi B, inasema ujumbe wa kiroho kwa kizazi cha sasa. Kuna ujumbe wa kiroho katika kizazi hiki cha sasa. Namba 1, mpangilio katika maisha yetu. Mungu anatutaka tuishi kwa nidhamu na utaratibu. Maisha yenye machafuko, dhambi na vurugu hayampendezi. Tuache kuishi kiholela. Kama ewe ndugu unayenisikia, maisha yako bado yako kiholela, hayana utaratibu, Mungu anachukizwa sana na tukio hilo. Lakini katika ujumbe wa kiroho kwa kizazi cha sasa, namba 2, tenganisha
na machafuko ya dunia. Kama Mungu alivyotenganisha maji, sisi pia tujitenganishe na dhambi, uasherati, chuki na tamaa. Tufanye maamuzi ya kiroho. Tufanye maamuzi ya kiroho yatakayoleta usafi wa moyo. Tufanye maamuzi ya kiroho yatakayoleta usafi wa moyo. Lakini pointi ya 3 anasema kuwa mahali pa uhusiano na Mungu. Kuwa mahali pa uhusiano na Mungu. Kwa hiyo anga lilikuwa sehemu ya kati, mahali pa mahusiano kati ya juu, yani Mungu, na chini, yani dunia. Na sisi tunapaswa kuwa watu wa maombi. Watu wa maombi, wasafiri kati ya mbingu ya dunia na kwa mawasiliano ya kiroho. Pointi ya 4 au namba 4, uumbaji una msingi wa neno. Tunapoangalia uumbaji mzima upo katika msingi wa neno. Kila alichoumba Mungu hutokana na neno. Kila alichoumba Mungu kilitokana na neno lake. Neno la Mungu liwe msingi kwa maisha yako au yangu. Lisome, lifahamu na uliishi. Epuka sana kusoma tu na kutokuwa na ufahamu wa neno la Mungu, lakini pia jitahidi uliishi kwenye maisha yako. Isiwe zirongwa mbali, zitendwa mbali. Hiyo ni hatari sana. Lakini namba 5 anasema tazama mbingu ukumbuke muumba. Tazama mbingu, alafu ukumbuke muumba wako. Unapoangalia mbingu, weka kumbukumbu juu ya muumba. Kizazi cha teknolojia na mambo mengi wamesahau kutazama uumbaji wa Mungu. Ni kweli kabisa, saizi watu wamesahau. Vijana wa sasa hivi wanachemka tu, mara sindele, mara ni mambo mengi ambayo yanachafua. Katika kizazi cha teknolojia na mambo mengi, wengi wamesahau kutazama uumbaji wa Mungu. Tuchukue muda kutafakari uzuri wa Mungu katika uumbaji. Ufundishwe kumcha Mungu. Ufundishwe kumcha Mungu. Kwa hiyo Mwanzo 1 na ule mstari wa 6 ni fundisho lenye kina kifasi, likionyesha uzuri wa mpangilio wa Mungu. Kiroho kinatufundisha kutenganishwa na machafuko na kujengwa kwa uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu kupitia utakatifu, maombi na utii kwa neno lake. Utakatifu, holiness, prayer with his word, kwa neno lake. Wakati mwingine unaweza ukaweka somo hili ukalipa kichwa Mungu hutenganisha machafuko na kuweka mpangilio. Mwanzo 1:6 Mungu akasema na iwe nuru, na iwe anga katikati ya maji, ikayatenge hayo maji na maji. Ikayatenge hayo maji na maji. Katika siku ya pili ya uumbaji, Mungu aliumba anga kwa kutenganisha maji yaliyokuwa juu na chini. Hii ni tendo la kiungu la kuleta mpangilio kutoka katika machafuko. Ndugu yangu, inawezekana maisha yako kwa namna moja, kwa namna ambavyo neno nimelisoma mbele zako, sio maisha yenye mpangilio, ni maisha yenye machafuko. Yani ikimaanisha dhambi, chuki, kutokupata muda na Mungu. Ninakukaribisha, hii ni nafasi ya kipekee kwako ya kwamba Mungu ni Mungu wa utaratibu. Ni Mungu ambaye hubadili machafuko kuwa mpangilio. Ninarudia tena na tena kwamba dunia ilikuwa kiwa tena utupu na roho ya Mungu alikuwa ametuama kwenye vilindi vya maji. Kwa hiyo
Ukipiga picha ni kwamba dunia yote ilikuwa na maji. Inawezekana sasa ukienda namna ya rohoni, angalia namna ya maisha uliokuwa nayo. Je, yametengwa? Na kama hajatengwa, basi ni wakati wako sasa wa kufuatisha sala hii, ili ni kuambatanisha na Mungu, ili uanze kuingia kwenye utaratibu wa Mungu. Na kama una jambo lolote ambalo linakusumbua, nimeweka namba pale juu 0784 22 23 27, na ukikosa namba hiyo unaweza kupiga namba nyingine 0744 531049. Takuombea, takupa njia ya kufundisha. Kumbuka kwamba niko kwa kitabu cha Mwanzo 1 na ule mstari wa 6. Ni masomo yanayoendelea ambayo ukiyafuatilia, si kusoma tu vifungo vya maandiko, bali kuviishi na kuangalia, je, hichi kioo cha neno linalokuja kwako, je, uko katika mistari sahihi? Uko katika njia sahihi? Kama hauko katika njia sahihi, basi ni wakati wa wewe kurejea kwa Bwana na kujiungamanisha kwa Bwana. Pale ulipo nataka kukuombea, nifuatisha maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante Roho Mtakatifu, maana unaenda kutumia neno hili kuniponya, kunibadilisha, kuniingiza kwenye neema yako na utukufu wako, ili niweze kuishi kutoka kwenye machafuko, niingie katika mpangilio wako. Ninaamini ya kuwa Kristo alikufa na kufufuka kwa ajili yangu, na sasa yu hai. Ninaomba Kristo ingilia kati kila mahali ambako naishi katika hali ya dhambi, chuki, machafuko ya namna yoyote. Ninaomba unipokee, Yesu Kristo, na Roho wako Mtakatifu aingie ndani yangu. Kwa hiyo ambao umeifuatisha sala hii au maelekezo haya, endelea kufuatilia vipindi hivi vya kukulia uokovu vya Saa ya Neema. Vitakuwa ni vipindi endelevu kwenye maisha yako. Tutakuwa tena na kipindi kingine saa 4 usiku. Ikimpendeza Mungu, uhitaji huu utaendelea hata masaa ya usiku zaidi, na Mungu akujalie na neema ya Mungu itawale kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nataka niombe sasa. Baba, asante kwa ajili ya mtu huyu ambaye anafuatilia kipindi hichi. Yamkini huyo mtu anapita kwenye changamoto, anapita kwenye machafuko, anapita kwenye sintofahamu. Ninaomba mpe neema ya maneno haya yafanyike kuwa chumvi au chemichemi ya uzima ndani yake. Maneno haya badilishe maisha ya kawaida. Maneno haya muingize kwenye uzima. Kama wewe ni mgonjwa mahali popote unaumwa, basi hii ni saa ya neema, ni saa ya kukuponya. Maneno haya hayataanguka bure. Sasa na Isaya 55 mstari wa 10 mpaka wa 11. Lazima haya maneno yatatimiza kusudi. Ninakutangazia uzima kuanzia sasa. Uliye dhaifu, ulio kitandani, amka kwa jina la Yesu Kristo. Uliye mgonjwa, uliye uwezi tena, maneno haya kwako ni uzima. Tena maneno haya ni nguvu ya Mungu. Yafike kwako, yaishi kwako, yatuame kwako, yakuweke huru katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na wote tuseme amen. Shalom, shalom. Ni mimi mchungaji Phineas, nikiwa natoa habari za neno la Kristo kutoka maeneo ya Mwandeke Vicheji. Tunakukaribisha sana kwenye ibada zetu. Ni piwa neno la Mungu linahubiriwa, na neema iko ya kiwango cha juu sana. Ninakukaribisha. Amen. 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 Karibu sana. Amen. Amen.